Ulishawahi kujiuliza majukumu ya mzaliwa wa kwanza katika familia? Namaanisha, ulishawahi kujiuliza first born katika familia anakuwa na majukumu gani? Na kama ulijiuliza, majibu gani uliyapata? Basi leo nakuletea first born kutoka Nigeria. Anazungumzia Nollywood. Hakuna mtu ambaye haifahamu Nollywood. Nollywood ni movie za Nigeria wamekuziita Nollywood. Leo tutastick kwa mtu mmoja anaitwa Uche Montana. Uche Montana bana, ndani ya miezi ya hivi karibuni ameweza kuitetemesha YouTube upande wa movies za Nigeria na kutoka Afrika Magharibi na Afrika in general. Ameweza kutuletea kitu ambacho kinaakisi kabisa maisha halisi ya Afrika. Familia nyingi za Afrika zimekuwa zikiishi maisha ambayo Uche Montana ameweza kutuletea katika filamu yake. Filamu yake inaitwa Monica. Nao kuna nafasi, kuna part 2 ambayo imeshatoka, ina siku 4. Kwa nini ameweza kuwa gumzo mitandaoni? Kwa nini ameweza kuwa gumzo upande wa YouTube katika movie za Kiafrika, katika movie za Nigeria? Monica ambayo ni sehemu ya kwanza ilipostiwa 1 month ago, kumaanisha kwenye mwezi wa 3 ndio ilipostiwa movie ya Uche Montana ambayo inaitwa Monica, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Na mpaka sasa hivi ina almost viewers kama milioni 20 ambayo ni 1 month ago ambayo ilipostiwa. Lakini akaachia sehemu ya pili ikiwa ina siku 4 na mpaka sasa hivi ina views milioni 15. Ukiangalia rate hapo ya kutoka ambayo imepostiwa mwezi mmoja uliopita ina views milioni 20. Alafu hii ina siku 4 tayari ina views milioni 15. Sasa mimi na wewe tu imagine kwamba mpaka inafikisha mwezi kama hii sehemu ya kwanza itakuwa na views wangapi kwa makadirio. Kwa maana yake kwamba itakuwa bado ina trend na itazidi kutrend na kutrend na kutrend na kutrend bado. Kwa nini ina trend? Kwa sababu imeakisi zaidi maisha ya Kiafrika, maisha yale ambayo ni ya watu wa low life. Namaanisha kwamba kuna maisha fulani hivi wengi tunakuwa tunayaishi au tulishayaishi huko tukiwa huko chini kabisa katika hali ya kujitafuta. Na ndio maana nikaanza kwa kuuliza swali kwamba unajua majukumu ya mzaliwa wa kwanza? Unajua mzaliwa wa kwanza anakuwa na majukumu gani? Movie ya Monica imeakisi zaidi sana masuala ya familia, family matters, family problems, na pia iko emotional sana, unaona drama nyingi, unaona na mambo mengine kama hayo. Unaona kuna sacrifice, kuna betrayal, unaona kuna love na festival struggles. Uche Montana ambaye humo ndani amecheza kama Monica, ambaye ndo mhusika mkuu, ameweza kukutanisha vichwa tofauti kuanzia undergrounds na mpaka kufikia watu ambao wana uwezo mkubwa. Uche Montana ni mwanadada mule ndani, anatumia jina la Monica, tumtumia jina lake, tumite jina la Monica kwa sababu ni jina ambalo anatamba nalo sasa hivi. Monica amezaliwa katika familia ya chini sana, ambayo sijazungumza kwamba ya chini kivile, ambayo inaweza kujizingatia katika milo yake yote mitatu. Unaona, lakini ni familia ambayo ina matatizo ya ndani kwa ndani, ina matatizo. Kwa hiyo kama mtoto wa kwanza kuzaliwa ambaye ni mtoto wa kike, basi anahakikisha kwamba familia yake inapata mahitaji yote, kuanzia watoto wadogo zake kusoma, unaona, masuala ya kula, masuala yani everything ambayo inatakiwa kufanyika katika familia, basi amekuwa akiwa ana provide kila kitu pale nyumbani. Na yeye mwenyewe anafanya kazi ya ushonaji, anashona nguo sehemu fulani hivi. Amekuwa ameajiriwa na mtu mmoja anaitwa Auntie Divine, unaona, ndo amekuwa mwajiri pale, unaona, anakuwa anashona pale. Na licha hilo pale pia kwenye sehemu ya kufanyia kazi Uche amekuwa kuna watu wengine ambao wapo wanafanya, unaona, watu wanampenda kutokana na kuwa na heshima, kumheshimu kila mtu. Ana tabia njema sana Monica, lakini
amekuwa mtu wa kupambana sana kusudi wadogo zake waweze kusoma, ili hali yeye mwenyewe ameweza kuishia darasa la 7. Namaanisha shule ya msingi, wadogo zake ndio wanafika sasa mpaka kuja kufikia sekondari. Amekuwa anajitahidi sana kuamka asubuhi na mapema kumsaidia mama yake ambaye anakuwa anauza vitafunwa fulani hivi, naweza tukaita kama mikate ya kumimina hivi kwa huku kwetu Uswahilini. Anakuwa anatembeza mitaani na mama yake kwa wanauza. Akirudi hivi kutoka kuuza ile biashara pamoja na mama yake, amekuwa akiwaandaa wadogo zake na kuwapeleka shule. Akishawapeleka shule, jioni akitoka kupeleka shule wadogo zake, anaenda kazini. Akishafika kazini, anaanza kushona shona na hivyo, lakini muda kuwachukua wadogo zake kutoka shule, anakwenda anawachukua na kuwarudisha nyumbani, siku na kuremeisha hivyo. Lakini always wamekuwa watu wa kumdogosha, watu wa wanamsodoa sana. Ni maana yake kwamba wanamsema kwamba maisha shule ya msingi na nini, wanaweza kwa sababu sisi tuna homework, tunatusaidiaje kwa sababu wenyewe maisha shule ya msingi, sisi tuko sekondari, tunatusaidia vipi? Umeona, lakini always mkubwa ni mkubwa na ukubwa ni jalala. Amekuwa mtu wa anaumia, analia, mwisho wa siku yanapoteza yanaisha, anaendelea na maisha mengine. Mwisho wa siku amekuwa mtu wa kuwa anakosolewa vikali na mama yake, kumwona kwamba wewe hufai kutokana na elimu yako ndogo na nini, yani wewe uko kwa ajili yetu, yani wewe umeumbwa kwa ajili ya kutufanyia sisi kila kitu, kwa ajili ya kuwafanyia wadogo zako kila kitu. Kwa hiyo unakuta Uche anaingiza pesa, lakini yote inakwenda kwa wazazi ili kuweza kuprovide vitu vya pale nyumbani. Uche ana baba yake pia ambaye wote wanaishi pamoja pale nyumbani, lakini baba yake amekuwa mtu wa kumpa moyo sana Uche, amekuwa mtu wa kumpa moyo sana Monica, amekuwa mtu wa kumpa moyo sana mwanae wa kike mkubwa. Mmoja bwana, uvumilia, mwisho wa siku hii itabaki kuwa historia. Unaona? Lakini mwisho wa siku baada ya miaka kupita, anakuja kukutana na kijana ambaye anaitwa Pascal. Anakuwa anahitaji kutaka kumuoa wakati huo Monica anakuwa yuko na miaka 21. Ambaye anakuwa anataka kumuoa, lakini mwisho wa siku mama mtu anamkataza kwamba wanamwambia Monica, wewe umri wako ni mdogo, subiria mpaka ufike miaka 25 ndio uweze kuolewa. Na wakati huo mshikaji amekuwa mtu wa kutaka kwenda Marekani kwa ajili ya kujitafuta, lakini anamwambia mimi sitorudi kwa sababu nitakuwa niko Marekani huko nitatafuta maisha. Mwisho wa siku wakati mimi nishakuoa nitakutumia nauli ili uweze nawe kuja Marekani tuweze kuendeleza maisha yetu tukiwa huko. Kwa hiyo Monica, sababu ya kuweza kukataa pia kulicha ya mama yake kumwambia umri haujafika umri wa kuolewa, kwamba amwamini mshikaji, pale inakuja swala la uaminifu, trust, kwamba amwamini jamaa kwamba unaweza ukanioa mimi ukaenda Marekani ukakutana na watu wengine wazuri zaidi yangu na mimi ukaja ukasahau kabisa kwamba huko. Wewe kama unaenda kutafuta, basi unaenda katafute, mimi nitakusubiria, utarudi utanikuta nipo, nitakuwa nakusubiria wewe mwisho wa siku ili tuweze kufunga ndoa ile ambayo tumepanga. Miaka inaenda, miaka ikasogea, mwisho wa siku Monica akafika miaka 35 akiwa yuko pale pale nyumbani. Wakati huo wadogo zake wameshakuwa wakubwa, wameshamaliza elimu yao, wengine ndio wanatafuta kazi, lakini ana mdogo wake wa kiume na mdogo wake wa kike. Wa kiume anaitwa Bobo, wa kike anaitwa Chika. Chika akafanikiwa mpaka kufika chuo, lakini Bobo aliweza kuishia form 3. Lakini mwisho wa siku mwanaume alirudi, lakini katika kurudi mtu wa kwanza kuweza alimfuata Monica nyumbani kwao ili aweze kuulizia je, ile ahadi bado ipo ili aweze kuoa. Lakini all of a sudden akakutana na Chika. Kukutana na Chika, mwanaume alimpenda Chika. Alimpenda Chika na mwisho wa siku mapenzi yakazaliwa. Umeona, mwisho wa siku wakapendana. Umeona, mwisho wa siku akataka pia kumuoa Chika na sio Monica. Mwisho wa siku Monica anapata taarifa, anashtushwa na ile kilichotokea na kuanza kumuuliza kwamba imekuwaje, umerudi lini? Na mimi nimerudi mwezi mmoja uliopita. Unaona kwamba mwisho wa siku jambo hili tulianza bwana, mimi nampenda huyu. Unaona, mimi nampenda sana huyu, sijawahi kukupenda Monica. Unaona, mwisho wa siku kwa kukumbushana yale mambo ambayo walifanya kwamba mwisho wa siku kwa unaniamini mimi, lakini hapa mimi ndo nimefika kwa mdogo wako na nitamuoa, kwa naomba uwepo katika harusi. Unaona kabisa namna gani amekuwa akiumizwa na watu ambao alikuwa anawapambania since day one, since wakiwa wadogo amekuwa kwa. Hapo tunakuja swala la betrayal. Unaona, ukija swala la emotions ziko nyingi sana. Ni mtu wa kuwa mtu wa simanzi. Yani ni moja kati ya movie ambazo
unaweza ukakaa kuangalia na mtu wa rika zote, kwa sababu hazijabase sana katika movie za kwamba uangalie na watu wazima, usiangalie watoto. Haijabase kwamba movie ambayo imebase upande mmoja kwamba watu wa rika fulani waweze kuangalia hii movie na sio wa rika fulani. Inaweza ukaangalia sebleni na kila aina ya mtu ambaye unamuona ambaye amefikia kuelewa movie anaweza kukaa kuangalia, au mtoto wa sekondari au mtoto wa shule ya msingi anaweza kukaa kuangalia na kuelewa hii movie. Lakini pia tunafundishwa vitu vingi sana, vitu vingi. Inaonyesha presha ya familia, mateso ya mtoto wa kwanza, umeona, kujitolea, alafu mwisho siku watu wanakuja kukuumiza, namna ya kutafuta pesa, umeona, alafu ili tu aweze kusaidia ndugu zake. Ndoto zake ilikuwa kumiliki cherehani yake mwenyewe ili aweze kufungua ofisi yake. Pascali anamsaidia, anampa pesa kwa ajili ya kwenda kununua cherehani, lakini anarudi nyumbani anakuta wadogo zake wanadaiwa pesa ya mtihani. Inabidi ipatikane pesa kwa ajili ya kwenda kulipia mtihani, wadogo zake waweze kufanya mitihani, maana wamerudishwa. Mwisho siku mama mtu anamsema kwamba wewe hiyo cherehani haina umuhimu. Umuhimu ni hawa wadogo zako kuweza kusoma, kwa sababu wewe hujasoma, mwisho siku unawanyima hawa nafasi ya kusoma. Kwa hiyo mwisho siku alisemwa sana, akaingia mfukoni akaweza kutoa ile pesa na kumpa mama yake ili wadogo zake waweze kufanya mitihani. Lakini mwisho siku bwana, heri ikawa kwake, umeona. Mwisho siku yule ambaye alikuwa anamfanyia kazi akamwachia ofisi, ya akapata trip ya kwenda Canada. Ofisi ikawa ya Monica. Sasa kama kidogo walau kuna unafuu fulani hivi. Ni story ambayo ni nzuri sana, kama ukiweza kupoteza muda na kwenda kuiangalia, hutojutia muda ambao umeupoteza. Ni movie ambayo imebeba story nzuri, imebeba story kali, na kusihi pata muda wako mdogo, nenda kaangalia walau kwa hata kwa dakika 20, nenda kaitizame ile movie. Swali linakuja, turudi katika kiwanda chetu cha Bongo Movies, kwamba marejeo wako wengi sana, na kwa sasa hivi hapa kwetu movie imekuwa kwa kiasi kikubwa ni kati ya kiwanda ambacho kimeajiri vijana wengi sana. Vijana wengi wameweza kujiajiri, wengine wapo kwenye mainstreams, wengine wapo huko digital platform kwenye YouTube, wengi sana wamejiajiri huko. Lakini tumekuwa hatupokei movie za aina hii, kwamba movie za aina hii tumeachia baadhi ya watu, kwamba kwa nini tusiwe na producers au watu watengeneza story waweze kutengeneza story kama hii ya Monica, ambayo mtu anaweza akakaa akafeel, kwa sababu hata kama haijakugusa wewe, basi kuna mtu mwingine itamgusa, au kuna mtu mwingine from anywhere unaona itamgusa ile story, kwa sababu unaiangalia, una feel wewe kwamba mimi ndio nafanywa hiki kitendo, mimi ndio, kama ndio ningekuwa mimi ningekuaje. Tunahitaji movies za namna hiyo. Watu wengine wameenda mbali, wameanza kumfananisha Uche Montana na wasanii wa kibongo, kwamba wengine wanasema Uche Montana hamfikii mtu fulani, siwezi kumtaja, lakini mimi nataongea kitu kimoja, kwamba Uche ana namna yake katika uchezaji. Umeona kwamba unapomfananisha Uche na mtu mwingine, jua kabisa hawa ni watu wawili tofauti. Kila mtu ana lolo yake, kwamba Uche anafit sana kwenye movie za namna hii, anafiti vibaya mno kwenye movie za namna hii, na anaua vibaya. Na mtu mwingine pia ambaye anafananishwa naye, naweza nikamtaja, ni Welusengo. Welusengo anafanya kwa namna yake. Welusengo anafanya kinamna kwamba uone movie ni jambo rahisi sana. Umeona kwamba ni jambo rahisi kulifanya, yaani hatumii nguvu. Na appreciate uwezo wake, ana uwezo mkubwa sana kwa hapa Bongo. Lakini umeona pia ameweza kupenya kuweza kucheza na wa Nigeria, kufanya movie za watu wa Afrika Magharibi, amefanya nao. Tumeona uwezo wake, na mkubali sana kwenye kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha kabisa. Na pia Welusengo ni mtu ambaye anacheza role za aina moja. Yaani lazima utamkuta labda ni wakishua, lazima utamkuta labda ni mwanamke wa PDG fulani hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa Bongo sawa, naweza tukasema ni queen, umeona, wa sasa kwa watoto wa sasa hivi. Lakini pia nyuma tukumbuke kwamba Welusengo aliwahi kucheza movie inaitwa Matilda. Kipindi hicho Welusengo anajitafuta, kuna movie inaitwa Matilda, nenda kaisearch, kaenda kuitizama. Ameweza kucheza vizuri ya namna hii, na ya mateso, emotions, drama nyingi, umeona, ya sacrifice na nini, umeona. Lakini
ukija kumfananisha Welu Sengo na kumfananisha na Uche Montana, ni mbingu na ardhi, ni vitu ambavyo haviingiliani, uwezo ni tofauti. Kwanza ukiangalia kwenye industry zao, Uche Montana wao wa Nigeria Nollywood wao walikuwa wameshavuka huko, yani wameshatupita mbali kabisa, wametuacha huku. Sisi ndio tulikuwa tunapambaniwa na kina marehemu Steven Kanumba, kina Vincent Kigosi Ray walikuwa wanatupambania, lakini mwisho wa siku soko likaja likadrop kutokana na movie kuwa kwamba watu hawaingizi, umeona, waingize movie, umeona movie hazingii sokoni, watu hatuoni kazi, ndio maana soko likadrop. Lakini wenzetu ndio wamekuwa wa kwanza pia, nafasi sababu nyingine kwamba wamekuwa wa kwanza kuweza kuingia YouTube, kulijua soko la YouTube huku kuna fursa fulani. Wenzetu walituwahi kabla ya sisi. Tumeona wasanii wengi wakubwa ndio wanaanza kufungua YouTube channel sasa hivi, miaka ya hivi karibuni, wengi sana, umeona. Alafu pia tuangalie Uche Montana anafanya production yake mwenyewe. Uche Montana movie anazofanya ni production yake mwenyewe, umeona, yeye ndio producer na yeye ndio kila kitu ana produce pale. Lakini huku wengine bado hatujaweza kufikia level ambayo amefikia Uche Montana. Uche Montana kwa upande wangu naweza nikamfananisha na kucheza kwa uchezaji, aina ya uchezaji aliocheza Uche katika movie ya Monica, naweza nikamfananisha na Wema Sepetu, kwa sababu nikiangalia uigizaji wa Wema Sepetu, nikirudi nyuma na Point of No Return, White Maria, nikiangalia More Than Woman, Crazy Tenant, nikiangalia Kisogo, nikiangalia Chungu cha Tatu, Wema Sepetu amefanya unyama mkubwa sana. Naweza nikamvesha crown Wema Sepetu kwamba anaweza kubato na Uche kutokana na aina ya uchezaji. Na pia Wema Sepetu alishafanya movie na Vanvika, alishatuletea hadi Motola Jalade, ndizo Motola Jalade ni wa moto, alishatuletea hapa kwetu, mbona akafanya naye kazi, mbona japo kwa kazi ile haikutoka, lakini aliweza kufanya naye, hatujui sababu gani ile kazi haikutoka. Pia kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza kama Uche Montana. Kuna Elizabeth Michael Lulu anaweza kucheza kama Uche Montana, movie za aina hii Lulu zinamsuti vizuri sana. Jack Wolper pia naye pia anaweza kabisa kufanya hii alichofanya Uche Montana katika Monica. Ni movie nzuri, ni movie kali, kwamba tujaribu walau kufata mifumo hii kusudi na sisi tuweze kupenya zaidi. Tusiishie tu kucheza movie za mapenzi, movie za kichawi kwamba huyu kafanywa hivi na huyu kafanywa hivi na huyu. Yani tusicheze aina moja ya story, tuwe watu wa kubadilika. Tuwe tunaleta ladha tofauti kama ya kina Uche Montana. Movie ni kali sana, movie ambayo sasa hivi ndio inatazamwa sana, ndio gumzo mjini, umeona bana. Ni movie ambayo utojutia muda wako kwenda kuitizama. Ukiangalia production, ukiangalia color, ukiangalia quality ya picha, yani ni kila kitu kimepangwa vizuri. Sijajua sisi Bongo Movie tunafeli wapi, au watu tunaofanya movie tunafeli wapi, bado hatujajua. Bado ni kitendawili na bado tujaona kuweza kukichagua. Bado japokuwa kuna watu ambao wanajitahidi sana kuweza kufanya kama watu wanavyofanya, lakini bado imekuwa kwamba tushaizoea kwamba hakuna cha utofauti. Tutamuona JB atakuwa kama yeye ndio main character, yeye ndio atakuwa anapendwa, yeye ndio atakuwa analiwa. Tutamuona Ray Kigosi mmoja atafanya hivi na kuja kukuta kwamba ni kweli. Mbona tutamuona Wema Sepetu atafanya hivi. Kwa hiyo imekuwa hamna ladha mpya, hamna ladha ya utofauti walau kidogo. Watu ambao wanaingia sasa hivi, maingizo mapya sasa hivi ambao wana posti kazi zao YouTube, wamekuwa wanajitahidi kufanya vizuri zaidi. Ukiangalia Big Boss kufanya vizuri, inatizamwa sana Afrika. Ukiangalia Dunia season 1 and 2, mbona wanafanya vizuri kabisa. Kevin Donta anafanya vizuri kabisa. Ukiangalia kuna mtu anaitwa KP, huyu kuna mpenzi wake KP na Zebu, wanafanya vizuri kabisa. Ukiangalia kuna series kama Kombolela, tunazungumza series za mainstream, wanafanya vizuri kabisa, tena ndio zinaendana kabisa na story ya Monica, kwa sababu ni watu ambao ni story ambayo imeangalia maisha ya low life. Na ukiangalia Kombolela nao wameigiza uswahilini kama hivi tu, matatizo ya uswahilini, familia ina matatizo, mimi kanganyiko kibao katika familia, watu kugombana, mara huyu kafanya hivi, mara huyu kafanya hivi, mambo kama hayo. Ukiangalia Jua Kali pia ina mfumo kama huo, umeona bana. YouTube bana, sasa hivi watu wamekuwa wanafanya kazi vizuri kabisa, kazi watu wanaleta kazi kali, lakini tunahitaji ladha tofauti.
Tunahitaji ladha ambayo tukitizama tunasema kweli hawa watu wamefanya kazi. Hawa watu wamekaa wametengeneza kitu, Wabongo kweli wameamua. Sio mtu analeta aina fulani ya mavazi, watu wanavaa kama uniform, basi story zote zinazotokea hapo watu wamevaa uniform. Story zote zinazotokea hapo watu wamevaa uniform. Nini maana yake? Tunafeli wapi? Kwa nini iwe hivi? Hii hapa ni Nyundo TV. Kama umesahau kusubscribe, usisahau kusubscribe.